Halo, Bwana Yesu asifiwe sana, mpendwa mtazamaji wa MHAE TV. Karibu sana kwenye kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tunaziangalia ahadi za Mungu kwetu ambazo zimekuwa za baraka mno. Tafadhali karibia ujifunze pamoja nami. Tuko leo katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 20. Taanza kusoma mstari wa 20 na wa 21, mistari miwili tu. Wakaamka asubuhi na mapema, wakaenda nje katika jangwa la Tekoa. Nao walipokuwa wakitoka, Yehoshafati akasimama akasema, nisikieni enyi Yuda, nanyi wenyeji wa Yerusalemu. Mwaminini Bwana Mungu wenu, ndivyo mtakavyothibitika. Waaminini manabii wake, ndivyo mtakavyofanikiwa. Naye alipokwisha kufanya shauri na watu, akawaweka wale watakaomwimbia Bwana na kumsifu katika uzuri wa utakatifu wake. Amen. Pendwa mtazamaji wangu, ni furaha yangu kuletea haya ninayekuletea. Najua wako wengine wanafurahi zaidi, wako wengine hawafurahii, wako wengine ambao wako katikati, hawako katika wasiofurahia wala hawako katika wanaofurahia. Wao wako hapa katikati. Lakini Biblia inasema ni vizuri uwe moto ama uwe baridi. Ukiwa moto ni nafuu yako, ukiwa baridi ni nafuu yako. Ukiwa vuguvugu, maji ya vuguvugu huwa hayanyweki. Ni ukiona umeyakunywa tu basi ujue umejikaza, lakini hayanywekagi. Kwa hiyo mimi nikuombe sana uwe moto ama uwe baridi, kwa kuwa jambo hili ni muhimu sana ninalokuletea. Ahadi za Mungu kwako, ahadi za Mungu kwako, ahadi za Mungu kwako. Maana yake zinanihusu mimi, zinakuhusu na wewe binafsi, ama na familia yako, ama na jamii yako. Hapa kwenye mstari hii tuliyosoma, huyu mwandishi anasema wakaamka asubuhi na mapema, wakaenda katika jangwa la Tekoa. Nao walipokuwa wakitoka, Yehoshafati, huyu alikuwa mfalme, akawaambia wale wana wa Israeli akasema, nisikieni enyi Yuda, nanyi wote wenyeji wa Yerusalemu. Mwaminini Bwana Mungu wenu. Mwamini Bwana Mungu wenu. Ili nini? Anasema ndivyo mtakavyothibitika. Ndivyo mtakavyothibitika. Thibitika maana yake ni kuwa imara. Ndivyo mtakavyofanywa imara. Ndivyo mtakavyoimarishwa. Kitendo cha kumwamini Bwana kinamuimarisha mtu, kinamuimarisha mtu kabisa. Na hapa anasema waaminini manabii wake, ndivyo mtakavyofanikiwa. Waaminini manabii wake, ndivyo mtakavyofanikiwa. Sasa katika Israeli kulikuwa na watawala, yani wafalme, lakini pia walikuwepo manabii, pia walikuwepo makuhani. Wote hawa ni watumishi wa Mungu waliowekwa na Mungu. Kwa hiyo sasa anasema waaminini manabii, ndivyo mtakavyofanikiwa. Anachosema hapa, kufanikiwa kwao kunategemea jinsi wanavyowaamini manabii. Manabii ni wajumbe wa Mungu.
Kwa hiyo ilikuwa lazima kuwaamini, maana wanachosema wamekitoa kwa Mungu. Kwa hiyo ndiyo maana huyu Bwana akasema, waaminini hawa ndivyo mtakavyofanikiwa. Kama mnataka kufanikiwa, njia pekee iliyopo ni kuwaamini hawa wanachowaambia, maana ni neno la Mungu, na neno la Mungu halijawahi kumwangusha mtu wakati wote. Kwa hiyo ni vizuri kuwaamini manabii. Mpendwa wa mtazamaji wangu, mambo haya mawili ni ahadi yako kwako. Ahadi ya kwanza anasema, mwaminini Bwana ndivyo mtakavyothibitika. Kuthibitika ni kuimarishwa, kuwa imara. Wapi? Kiroho, kimwili, kiafya, kiakili. Je, unataka uwe imara, uwe na nguvu za kimwili, kiakili, kiroho? Kazi yako ulionayo ni kumwamini Bwana. Ukimwamini huyu atakuimarisha. Atakuimarisha. Jambo la pili, waamini watumishi. Manabii hapa watajwa manabii, lakini watumishi wa Mungu. Mimi nikuombe, hata kama waamini, hebu wewe waamini tu. Hawa wamewekwa na Mungu. Hawa ni wajumbe wa Mungu. Wanachukua kwa Mungu, wanaleta kwako. Kwa hiyo ukiwaamini hawa utafanikiwa. Kama unataka kufanikiwa, usiwadharau watumishi wa Mungu. Wako watu wanawadharau watumishi wa Mungu, wanawasuta, wanawanena vibaya, wanawasingizia. Wengine hata wanathubutu kuwapiga na kuwatukana, kuwatenda jeuri. Lakini huyu mwandishi anasema, kama unataka mafanikio, waamini. Kuamini hapa maana yake waheshimu, wathamini kama watumishi wa Mungu. Waheshimu, wathamini, wape heshima yao. Mpe mtumishi heshima yake. Kama unataka kufanikiwa, mpe heshima yake. Mpe haki yake. Utafanikiwa. La sivyo, hautafanikiwa. Wakati mwingine unaweza kukaa unapambana, unashughulika, mambo hayaendi. Sio kwamba hayaendi, ni kwa sababu wewe unawadharau watumishi wa Mungu. Lakini mimi nakwambia, ukiwapa haki yao watumishi wa Mungu, utafanikiwa na utafurahi. Mungu wa mbinguni akubariki. Mimi sijui kwa upande wako, lakini mimi njia mojawapo niliyo nayo ni kuwaheshimu watumishi wenzangu, watumishi wa Mungu. Kwa njia hiyo Mungu ananyoosha mkono wake na kuyabariki maisha yangu. Na wewe vivyo hivyo, usiache kuwaheshimu watumishi wa Mungu, kuwanena mema, kuwaombea, kuwataja, kuwatangaza, na kuwaheshimisha kwa watu. Ndivyo utakavyofanikiwa. Vinginevyo, rafiki yangu, naweza ukapiga makitime ukafikiri labda kuna mchawi. Hakuna cha mchawi, ni wewe mwenyewe tu umeacha nafasi ya kuwaheshimu watumishi wa Mungu. Lakini nakwambia, ukiwaheshimu, wabarikiwe sana wale ambao huwaheshimu watumishi wa Mungu. Inawezekana ni wewe pia unawaheshimu. Mungu akubariki sana. Wako watu ambao wanatoa kwa ajili ya watumishi wa Mungu. Mungu awabariki sana. Bado na wewe unayo nafasi ya kujitoa kwa ajili ya watumishi wa Mungu, kuwatendea mema, kushughulika kwa ajili yao. Mungu hatakusahau, atakupa kufanikiwa. Akubariki Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.